Mpaka sasa hivi tayari kwa upande wa timu tatu kutoka ndani ya Tanzania zimeshafuzu kwenye hatua ya makundi kwenye upande wa klabu bingwa pamoja na kombe la shirikisho. Hapa ninazungumzia kwa upande wa klabu ya Singida Black Stars, Azam FC ambao wamefuzu kwenye upande wa kombe la shirikisho, huku kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans wao wakiwa tayari wameweza kufuzu kwenye hatua ya makundi kwenye upande wa klabu bingwa barani Afrika. Kwa sasa imesalia timu moja ambayo ni Simba Sports Club ambao wanashuka dimbani siku ya hii leo, wanakwenda kuvaana moja kwa moja na Nsingizini Hotspurs, ambapo kama ambavyo tunafahamu mchezo uliopita kwa upande wa klabu ya Simba waliibuka na ushindi mabao 3-0 wakiwa ugenini. Hii ni mechi ambayo tunasema kwamba ni ya mwisho ambayo anakwenda kuamua hatima. Wanahitaji ushindi wowote, sare ya aina yoyote. Endapo akifunga goli 2 ama 1 bado atakuwa amefuzu kuelekea kwenye hatua ambayo inafuata. Maana kwamba kwa upande wa klabu ya Simba wana machaguo makubwa zaidi. Sasa twende tutazame hapa kikosi kwa upande wa klabu ambacho kinakwenda kucheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs, lakini kabla sija kutazamia hapa kikosi, nikukumbushe hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi ni kuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito, karibu tuweze kuangazia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Simba. Kwa upande wa golikipa kama kawaida yupo Yakubu Suleiman. Kwa upande wa golikipa Yakubu Suleiman anaendelea kuaminiwa kutokana na uwezo wake wa kuzuia, lakini pia ana uwezo mzuri wa kuweza kuanzisha mashambulizi, na ndio golikipa ambaye anaonyesha hali ya kujiamini kwa mechi za hivi karibuni ambazo anapata nafasi hivi moja kwa moja yupo kwenye kikosi. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu ni moja ya beki ambaye amekuwa ni mzoefu, lakini pia ni mchezaji ambaye amekuwa anaongoza zaidi mashambulizi kupitia upande wake wa kulia kwa kupiga crosses zenye utimamu, lakini pia huyu ndiye mchezaji kiongozi ndani ya klabu ya Simba. Wakati huo pia kwenye upande wa beki ya kushoto yupo Anthony Mligo. Kwa upande wa bwana mdogo Anthony Mligo, umri mdogo, anaendelea kupata nafasi na kujidhihirisha kwamba yeye ni mchezaji ambaye anastahili kuendelea kuanzishwa kunako kwenye eneo hilo. Kasi yake na uchezaji wake wa juu anasaidia zaidi kumiliki mpira kwenye upande huo wa kushoto. Ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu. Lakini pia kwenye eneo la ulinzi, yani kwenye upande wa beki wa katikati, yupo Rashid Dirak. Msauzi huyu ni mlinzi mwenye akili ya kusoma mchezo, ni mchezaji ambaye anakuwa ni wa kwanza zaidi kusimamisha mashambulizi ya wageni, hasa kulingana na utulivu wake wa hali ya juu ambao amekuwa nao. Wakati huo pia Chamuka Rabu atasimama kwenye eneo hilo. Huyu ni mchezaji ambaye amekuwa na nguvu katika safu hiyo ya ulinzi, anakaba lakini pia anashinda mipira ya hewani. Ni mchezaji ambaye amekuwa ni sahihi zaidi kwenye eneo hilo. Maana kwamba hao ndio mabeki kwenye upande wa klabu ya Simba. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa viungo ambao wanacheza kwenye eneo la katikati, yupo Yusuf Kagoma kama kiungo mkabaji. Yeye kazi yake kubwa zaidi ni kuweza kuwazuia wapinzani kwenye eneo la katikati, lakini pia yeye kazi yake ni kupokonya zaidi mpira, lakini pia na kupeleka mpira kwenye eneo la viungo wa juu yake, ambapo tunafahamu kwenye upande wa kiungo cha chini atakuwa akisaidiana na Nabi Kamara kama kiungo wa kati, ambaye tunafahamu huyu ni mtulivu pale ambapo anapokea mpira. Pasi zake amekuwa na tempo nzuri zaidi kwa namna ambavyo amekuwa anacheza. Lakini pia Jean Charles Awa, yeye atakuwa ni kiungo mshambuliaji. Huyu ndiye mchezaji ambaye amekuwa ni mbunifu, yeye ndiye ambaye anatazama zaidi kupiga pasi za mwisho, lakini pia ni mchezaji mzuri zaidi kwenye mipira iliyokufa. Huyu ni mchezaji ambaye amekuwa anafanya vizuri zaidi kwenye eneo hilo, hivyo kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji kufanya hivyo. Lakini pia kwenye upande wa winga pembeni kulia yupo Kibu Dennis. Kwa upande wa Kibu Dennis tunafahamu huyu ni mchezaji ambaye mechi iliyopita aliweza kuonyesha uwezo mzuri na ni mchezaji ambaye anaonyesha kabisa kwamba anahitaji kuweza kupata nafasi kunako kikosi cha kwanza, na wakati huu kwa upande wa Mwalimu Pantev ameweza kumpa nafasi kwa ajili ya kuweza kuonyesha uwezo mkubwa kwenye eneo hilo la kulia. Lakini pia kwenye eneo la kushoto yupo Elim Panzu. Elim Panzu tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na nguvu zaidi, ana uwezo wa kuingia katikati, lakini pia ana uwezo wa kujenga mashambulizi. Ni mchezaji ambaye anatazama zaidi kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Lakini pia kwenye upande wa mshambuliaji yupo Jonathan Soa. Ni mchezaji ambaye amekuwa na intelligence nzuri, ni mshambuliaji mwenye uwezo wa kutengeneza nafasi, lakini pia ana uwezo mzuri wa kuweza kufunga. Hivyo ndivyo mambo yalivyo kuelekea kwenye mchezo wa hapo